Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Amesema hayo wakati akifunga kambi ya mafunzo ya tahfizi Qur'an kwa walimu na wanafunzi iliyofanyika Kwale kisiwani Pemba. Amesema kuwa ni jukumu la wazazi kuwasimamia watoto wao ili kufikia lengo la dini ya Kiislamu na kuwa na jamii imara iliyojengeka katika imani. Wito wangu kwa wazazi na walezi hasa, wakufunzi wameshakamilisha jukumu lao. Tayari amana waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wameshaitua. Jukumu ni lako wewe mzazi, jukumu ni lako wewe mlezi kuweza kuifanya ile kazi waliokuwa wakifanya wakufunzi hawa, kwamba tokea wakati wa kuamka mpaka kulala kijana anaishi vipi katika kulitekeleza lile agizo lililotajwa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hiyo ni kazi yako wewe mzazi. Leo unamchukua kijana wako hapa, ukifika kamuulize mlikuwa mnasali saa ngapi, baada ya sala mnafanya nini, mnakwenda vipi, ili maisha haya ende akayaishi wakati yakiwa katika mazingira ya nyumbani. Lengo la kambi hii, maisha haya baada ya kuondoka hapa tukayaishi kwenye familia zetu, tukayaishi kwenye mitaa yetu, tukayaishi kwenye jamii zetu. Akitoa maelezo kuhusu kampeni hiyo, Sheikh Ali Asa Ali amesema kuwa Qur'ani ndio msingi wa malezi bora kwa Waislamu. Hivyo amewataka wanafunzi hao kuwa mabalozi wazuri kwa wengine na kuyafanyia kazi mafundisho waliopatiwa. Ndiyo msingi wa malezi. Vijana hawa tuliokaa nao kwa muda wa wiki moja, tumewasomesha, tumewaelekeza namna gani hafidhul Qur'anil Karim anatakiwa yeye ajipambe na tabia na adabu zilizo njema. Zile taratibu ambazo tuliziishi kambini kwa muda wa wiki mbili, ilikuwa ni raha tu. Tangu tunaamka mpaka tunalala, asilimia kubwa ilikuwa ni kutekeleza ibada mbalimbali tulizofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanangu wana kambi, mpango ule, mfumo ule, twendeni tukauishi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa upande wake, Amiru wa Jumuiya ya Tahfizi Qur'an Pemba, Sheikh Ali Bakar, amesema kuwa mafanikio makubwa ameyapata katika madrasa zao ni kupitia kambi hizo. Hivyo ipo haja ya kuziandaa na kuziendeleza kambi hizo ili kufikia malengo yao. Mafanikio makubwa tuliyoyapata kwenye madrasa zetu kupitia mwelekezo na taratibu wa kambi hizi. Ni vizuri tukaweka kambi walimu, tukaweka kambi wanafunzi, ili wakitoka kweli wamepata kile ambacho tumekikusudia. Jumla ya walimu 100 na wanafunzi 140 wamepatiwa mafunzo ya tahfizi Qur'an kisiwani Pemba kutoka kwa Jumuiya ya Tahfizi Qur'an Pemba kwa kushirikiana na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.